Karibu sana ndani ya Hello Weekend. Karibu kwa wewe ambaye unafungulia TV yako kwa mara ya kwanza ndani ya UTV. Hello Weekend ni mahususi, tunakutana hapa kila weekend kujadili yale tulionayo katika jamii. Langu jina ni Merusi Mbaya na mwenzangu ni nami ni David Wakarungi. Kwa moyo mkunjufu tunakukaribisheni sana, na leo tuna kikao cha familia. Hakika yapo mengi na mazuri ya kujifunza hapa. Bila shaka tutakubaliana sote, kama wewe umefanikiwa kufika duniani basi umeletwa na wazazi kabisa. Yaani hadi sasa hivi wanasayansi hawajafanikiwa kumleta binadamu duniani bila kutumia wazazi. Ya kabisa. Kwa hiyo hadi sasa hivi karne hii ya 21 kwa binadamu yeyote aliyepo duniani basi ameletwa na wazazi. Kabisa. Kuna ambao hubahatika wazazi wao kuendelea kuwepo hai hadi wanapofikia umri wa utu uzima, lakini kuna ambao wazazi wao hutangulia mbele za haki ila wanabaki walezi. Kwa hiyo hapa tuna mzazi, tuna mlezi, ambaye mlezi aliyekulea kama mzazi. Kwa hiyo sisi tunachukulia wote hao kama ni wazazi. Kwa hiyo tuna baba, tuna mama. Ili binadamu yeyote uwepo duniani lazima baba na mama walipata nafasi ya kuhusika. Baba na mama wakikuleta duniani, wewe ni jukumu wewe ni jukumu lao. Au wao ni jukumu lako? Wewe ni jukumu lao. Hadi utakapofikia hatua ya kujitegemea, wewe unabaki kuwa jukumu lao. Utakapoanza kujitegemea, je, kibao kinageuka? Wao wanakuwa jukumu lako au unaendelea kuwa jukumu lao? Leo ndicho ambacho tunaulizana hapa jamani. Wazazi tunawahudumia? Katika jamii yetu imekuwa ni swala la kawaida kabisa kuona watu wanapongezwa kwa kuhudumia wazazi wao vizuri, lakini imekuwa swala la kawaida pia kuona watu wananyoshiwa kidole kwa nini wazazi hawahudumiwi vizuri. Imekuwa kawaida kuona bibi au babu wa sehemu fulani kama hahudumiwi vizuri wanajiuliza ana watoto wake wako wapi? Lakini kama anafanya vizuri, watoto wake wanamhudumia vizuri. Hata kama hawamhudumii, lakini watoto wanaendelea kupata sifa. Tunaulizana hapa leo, kuwahudumia wazazi ni swala la hisani au ni swala la lazima? Yes. Tuwatunze wazazi au walezi kama ni wajibu wetu, ama yani mtu akijisikia ama kipi ni kipi, na je mtu asipotunza wazazi alaumiwe ama waseme naye ana majukumu yake, ana familia yake anatengeneza? Kwa hiyo hawa walipaswa kujipanga. Kipi ni kipi ndicho tunachokimulika hiki kwa siku ya leo. Ndo maana tulikuambia tunakuwa na kikao kizito tena cha familia. Fungeni milango, jirani asiingie. Hiki ni cha ndugu wa ndani kabisa. Na hapa studioni tayari tupo na wageni wetu. Tupo na bibi yetu Clotilda Isidori Kokupima. Huyu ni muasisi na mkurugenzi mkuu mtendaji wa Endeleza Wazee Kigoma. Lakini leo atuzungumzie taasisi yake. Yeye maono yake ya EWAKI, taasisi ya wazee Kigoma, atatusaidia katika kujadili katika mada yetu ya leo. Lakini tupo na Chazi Jonas Ligonja. Huyu ni mshauri mwelekezi wa mbinu za kustaafu ama author retirement consultant. Karibuni sana. Na mtandao ukiruhusu, Messi tutakuwa naye nani mwingine? Hapo baadaye mtandao utakapoturuhusu tutaungana na Sara Lamba ambaye ni mdau wa masuala ya kijamii, ambapo yeye amejikita hasa katika NGO ya Save Elders. Tutaungana naye hapo baadaye mtandao utakapokuwa sawa. Kwa namna unavyomuona bibi yetu yani bibi yetu tunaomba tuweke, tusemeje, watoto wake tunaweka wamemhudumia. Wamemhudumia. Na tunachoshukuru bibi yetu, tunajivunia umri wake. Miaka 90. Yaani tunasikiaga mpira dakika 90. Sasa anaweza kuthubutu kusema maisha ni miaka 90. Karibu sana wageni wetu waungwana, tunafurahi kuwa nanyi asubuhi ya leo. Kuna namna Dar es Salaam imemeza watoto jamani. Hawakumbuki wazazi wao tena vijijini. Dar es Salaam imemeza watoto. Yaani wazazi huko vijijini wanatamani Dar es Salaam isingekuwepo. Dar es Salaam kwani waliweka nini huko? Mbona watoto wakienda wanasaidia kuweka heshima huko? Huyu mzee kwa nini asaidiwe? Watoto wake walienda Dar.
Jamani, mbona hivi vitenge anavaa hivi miaka 4? Na wanasaidia kuweka heshima, msijali kwani mliwakopesha malezi. Wanaweka heshima. Ila kwa wazazi hawakumbuki. Haya, tutajadiliana sote hapa. Kuwahudumia wazazi ni swala la lazima au ni swala la hisani? Watoto wanao wajibu wa kuhudumia wazazi? Tunajadili sote hapa, na wewe namba yako ni 0763809770. Itakuwezesha kushiriki na sisi kwa njia ya WhatsApp. Utatutumia ujumbe wa kutupigia WhatsApp video call 0763809770. Nyundo yetu ya kwanza inaanza wapi? Na nyundo yetu ya kwanza inaanzia kwa bibi yetu hapa. Bibi, karibu sana kwa mara nyingine. Asante sana. Ndio, kwanza tia neno tu kidogo la kufungulia mjadala wetu juu ya mada yetu, kuwatunza wazazi au walezi. Kuwatunza wazazi au walezi ndio ni swala la lazima, sio la hiari, na ni neno lililotamkwa na Mungu kwamba watoto watunze wazazi wao waweze kupata miaka mingi duniani. Lakini inakuwa ni bahati mbaya kwa wakati huu tulionao, watoto walio wengi wanashindwa kufanya kazi hii, wanaikwepa. Unakuta watoto wengine wanawakimbia wazazi nyumbani, akiona amezeeka sana anaamua kuhama nyumba kwenda kuishi kwingine ili aondokane na huyo mtu, asiendelee kumtunza. Watoto wengine wanafika mahali wanaamua kumfukuza ndani ya nyumba ili asiwe buguzi kwake. Kwa mfano, mwaka jana nimetembelea kituo kimoja kinachowatunza wazee. Nikajaribu kumuuliza manager kwamba hawa wazee waliopo hapa, tatizo lao kubwa hasa lililowaleta hapa walio wengi ni nini? Ametamka kwamba walio wengi wamefukuzwa na watoto wao. Na ukiwaona wengine waliopo hapa ni mtu kama huyu. Ni mtu mzima, lakini unamuona ametulia, yuko kwenye kituo. Lakini pamoja na juhudi inayofanywa na serikali kuwatunza wazee wale katika kituo kile, unaona kwamba wazee wale wanasononeka. Hata mwende kuwapelekea vyakula, mwende kuwapelekea nini pale walipo, wanasononeka kwa hali jinsi walivyofukuzwa na jamii zao, na hasa watoto wao wakalazimika kuishi kwenye kituo cha malezi ya matunzo ya wazee. Unakuta wengine anaweza akaamua kwa mfano, alikuwepo mama mmoja ameolewa, baba yake amefariki, akamwacha mama na nyumba. Huyo mtoto akaamua kumfukuza mama yake atoke kwenye nyumba ili aweze kuja kuishi na mume wake pale, na akampiga na kumvunja mkono. Kwa hiyo anamuona mama kama ni tukio ambalo linamsumbua. Mtoto mwingine alimtelekeza baba yake. Huyo baba akaamua kwenda kutafuta kulima chini ya shimo la mgomba. Akatafuta kasha la bia, akalitengeneza kama ndiyo nyumba yake, na alikuwa anaishi humo akijifunika majani ya migomba. Mpaka sisi tulipoenda na vyombo vya habari, wakati tunawatafuta watu wa namna hiyo, tukamkuta anaishi humo katika shimo la mgomba, anajifunika majani. Lakini kijana wake yuko huku Dar es Salaam uliokuwa mnasema. Anapeta, anakula bata, ana hali nzuri, lakini baba yake anaishi kwenye shimo la mgomba na kujifunika majani. Watoto wengine wanawatelekeza wazazi. Unamkuta ana kazi nzuri, ana uwezo mzuri, lakini wazazi wake kila Ijumaa unawakuta barabarani wanafanya omba na bakuli kwenye maduka ya watu. Yaani yako mambo mengi yanafanyika kwa kizazi cha sasa hivi. Wazazi wanalalamika, wanateseka,
na unakuta walio wengi hawana hata mahali pa kukimbilia. Wengine unakuta ana mzazi wake, amejenga nyumba nzuri. Mzazi wake yuko katika kama kachumba kakutunzia mbuzi karibu na nyumba yake. Hii nyumba yake yeye amempa hicho kisehemu. Mzee ametengeneza kijumba cha majani, kinanyeshewa mvua. Yeye na watoto wake anaishi katika nyumba nzuri ya kifahari kama hii. Lakini huyu mzee anaishi pale, anakula kwa shida, anaishi kwa shida, lakini ni mzazi wake. Sasa matukio kama hayo kwa kweli nadhani yanaleta baraka katika nchi. Hayawezi kuleta furaha na amani katika nyoyo za watu. Juzi nilikuwa nasikia wanajadili swala la Tanzania kama tuna furaha, nadhani mnaosema. Na tumeteremka katika kuishi, watu wa Tanzania kuishi katika furaha. Hicho ni kikwazo kikubwa ambacho kiko katika roho za wazazi wengi. Hawaliziki, wanalia moyoni. Hatuwezi kupata raha. Mungu ataturudishia kwa sababu wazazi wetu ndio wametuweka hapa, na tunategemea wakizeeka au wakipata shida, wakiugua watunzwe na watoto wao. Asante bibi. Kwa hiki hicho kizungumzo tutakuja hapa kurejea kuona ni nini ambacho kiliwasababisha watoto hadi wanakuja kuwa na hali hii. Mzazi wewe alikulea vizuri, lakini nafikia tu unamtelekeza, unampaka nyumba ndio anakaa pembeni, au mwingine hamkumbuki kabisa. Inakuwaje mtoto kabisa uliyemhudumia anaacha kumkumbuka kabisa mzazi? Inabidi bibi hapa tutakuja pia tujadili hilo. Naomba nitawatetea utawatetea wazazi. Nitawatetea vijana. Usijali, lakini tutaelewana. Nitawatetea katika namna ambayo ni ya kiungwana. Ligonja, nao unaweza kusema nini kwa mtizamo wako, kwa uzoefu wako, kwa sababu unaiona jamii na mambo yalivyo kwa uhalisia? Asante. Kwanza maelezo ya bibi kidogo yamenishtua, kwa sababu sawa mimi nakutana nayo, lakini kitendo kwamba mtu ana nyumba nzuri alafu anatengeneza kabanda, baba ndo akae huko, mama akae huko, hiyo sasa ni extremely. Lakini ndio jamii ambayo tunayo. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho mimi nafanya, na huwa nazungumza nao hata wazazi tukiwa kwenye yale madarasa yetu ya maandalizi ya kustaafu. Moja, jiandae vizuri wewe mwenyewe, kwa sababu watoto wetu ndo hao, kama mama anavyosema, bibi anavyosema. Kwa hiyo ukijiandaa wewe mwenyewe, wakikusaidia unashukuru Mungu, wasipokusaidia maisha yaendelee. Lakini sasa tunarudi nyuma. Wangapi watoto wapo kwenye hizo nafasi za kusema wasaidie? Si ndio? Kuna mtu yuko Dar es Salaam, lakini inawezekana bado mambo hayajanyoka. Au yuko mkoa mwingine wowote ule. Lakini kwa wale ambao mambo yamechangamka, yamenyoka, yani unakula bata mjini alafu na msahau mzazi, sijui unajitafutia nini. Lakini ukweli ni kwamba, kwa mfano mimi babangu tangu amestaafu ni takriban miaka 13 14 sasa. Na kwa kule aliko Mahenge, nikimtumia 100,000 kwake ni sherehe. Lakini matumizi yake ni 50,000 imemtosha, yani kwa sababu apate sukari, apate chumvi, umeme wake kwa mwezi akitumia kiasi kikubwa nafikiri hivi haizidi shilingi 7,000. Lakini sisi tunavyotumia tunafahamu, si ndio? Kama 7,000 8,000. Ulipia zake kingamuzi pale, angalia mpira, maisha safi. Kwa hiyo moja, nikikana vijana huwa nawaambia, jamani, tuko tunaendesha magari, tunafanya hiki, tunafanya hiki, tunafanya hiki, lakini tukumbuke nyumbani. Una uwezo wa kutuma 20,000 tuma. Una uwezo wa 100,000 tuma. Una uwezo wa 200,000 tuma. Na baadhi ya familia nimewahi kukutana nazo, wao wamejiwekea utaratibu. Kila mwezi, kila mtu lazima atoe angalau shilingi 50,000. Yaani umeshindwa kabisa, shilingi 50,000. Wanatuma kijijini. Wako 4. Kwa kila mwezi wazazi wanapata 1,200,000. Sasa kama alivyosema bibi kwamba vitabu vitakatifu vimeagiza kwamba waheshimu baba na mama, upate miaka mingi na heri duniani. Tukifeli hapo, mafanikio sawa utakuwa nayo, lakini inawezekana isikupige wewe, ikapiga watoto wako. Wewe inawezekana ukaendelea kuishi vizuri tu, lakini baadaye ile laana ikaenda kwa watoto, kwa sababu wengi tumesomeshwa katika ugumu sana.
wengi ambao tumetoka vijijini tumekuja Dar es Salaam, unakuta mama alikuwa mkulima na baba wamepambana, wanauza miogo 3,000 2,000, unalipiwa ada, maisha yanaendelea. Kwa hiyo kama umefika hatua kwamba una uwezo wa kuwa na 500,000, milioni, milioni 2, milioni 100, halafu wakumbuki, likikukuta wacha likukute na hakuna mtu anakutetea. Lakini sio kwamba Jonas, hiyo ni kuwatisha watu, kwa sababu kwani wazazi wanamkopesha, yani huyu wanamkopesha malezi, wanamkopesha labda hizo baraka, si ni riziki yake imekuja, yani kwa nini naye aanze kuwajibika kwamba anaogopa eti kitanikuta kitu? Kwa nini isiwe kama nikiamua kuwasaidia nitawasaidia, ila kama sipona mimi nilaumuni kama nitashindwa kulea familia yangu, kuwapa matunzo mazuri, kuwasomesha sehemu nzuri na vitu kama hivyo. Msinihukumu kwa kutowasaidia wazazi. Kwa sababu mtoto naye anajikuta na familia mbili sasa za kulea. Ana malengo yake. Wote wawili, si ndio? Ndio. Una malengo yako, una familia yako. Wewe mwanaume mwenzangu, si ndio? Ndio. Unasema kwamba siwezi kutuma 100,000 kwa sababu na mimi lazima nisimame kwa ajili ya familia yangu, si ndio? Lakini tuchukulie kesi ya wanaume. Huku nyuma unakuta una ABC watatu. Nikisema ABC, unawamudu vipi? Yaani unashindwa kutuma 100,000, lakini ukiwa na zile pisi unatumia 200,000, 300,000. Unashindwa kutuma 100,000 kwa babako na mamako. Sawa, tunakuja kwenye mimi mwenyewe. Tunakuja sasa, umesema of course. Kimaadili, kisheria sio lazima, isipokuwa nchi kama Ujerumani, China, wale kule wanasema kwamba bwana wewe lazima umsaidie, sheria inasema hivyo, sio? Lakini sisi huku sheria haisemi kwamba lazima umsaidie mzazi. Lakini tukumbuke kiutamaduni wetu sisi tumeishi kwa kushikamana, ule upendo na nini. Sasa kweli mtu anakosa hata chumvi, anakosa hata sukari, anakosa hata umeme, alafu wewe umekaa zako viwanja, milioni 1 inaisha. Kuna bili fulani ilikuwa inatembea siku moja kitu kama milioni 11 hivi. Sasa kama wewe ni mwanaume mmoja, usiku mmoja milioni 11 imekatika. Si ndio? Ndio. Narudia pale pale kwamba vijijini wazazi wetu wengi, yani 100,000, 200,000 ndicho wanachokihitaji, wala sio pesa nyingi. Kwa hiyo kula bato unavyoweza milioni 11 kwa siku, mtumie tu 200,000. Na utasema kwamba mbona simtumii na nafanikiwa? Sawa, unafanikiwa, lakini kama nilivyosema kwamba inaweza isikukuta wewe, ikakuta watoto. Hilo la kwanza. Lakini la pili, ndio kuna vifo vinatokea ghafla tu, papo mtu kakatika, mnajiuliza inakuaje, mbona mwamba alikuwa mzima kabisa, kumbe kule kuna mzee na yaani huyu mtoto wangu hivi na hivi na hivi, si ndio? Sio lazima, lakini tunawajibika kama tuna hizo nguvu. Sio lazima, sio sheria, lakini tunawajibika kuwasaidia. Yes. Manunguniko ya mzazi huo kumbe anafika mjini. Kama maombi yanapofika mjini. Unajua yavuki mkoa. Kama maombi yanapovuka mkoa. Unajua yavuki bahari. Hata kama uko Ulaya. Yavuki bahari. Yanavuka bahari. Itafika. Yanavuka. Tunaambiwa Sara ipo tayari. Ndio. Na tunaye Sara Lamba, yeye akiwa Oxford uko ugaibuni. Tunaungana naye hapa kuzungumza naye kutoka Save Elders. Sara, habari za asubuhi hapo Oxford? Habari za asubuhi, natumaini mnanisikia vizuri. Ya, tunakusikia vizuri sana kwa viwango vya Oxford. Tueleze kwa uzoefu wako, hali ikoje linapokuja swala la kuwatunza, kuwasaidia wazazi au walezi, kwa sababu wewe unahusika pia katika kuwahudumia wazee. Okay, asante sana. So, kwa sasa hivi mambo yamebadilika na mtazamo wangu tofauti yamebadilika. Na vitu vinaashiria kwamba katika malezi na kuangalia kwanza kabisa sasa hivi wazee wanajipambania wenyewe. Ukiangalia kwa mfano mzuri Tanzania tuna mabaraza yanawashi kuanzia ngazi ya taifa mpaka ngazi haya sana kutoa haki za watu. Kwa hiyo mambo yamebadilika kwa sababu wazee wenyewe wanachukua jukumu la wenyewe kwa wenyewe. Lakini pia sasa hivi kwa sababu gani ameweza kufaidi kwenye masuala ya jamii na hizi teknolojia, ya kwamba vijana muda tena kuangalia wako busy wanatafuta mitandao ya kijamii, muda wa kulea na
kusema wao na wako busy wanapambania wao ili ya uzee wao kuja. Sara, mimi naomba nikuulize kitu hapo. Unaposema mambo yamebadilika na pengine wazee wanajipambania, lakini katika wakati huu ambao uchumi, vijana wanalalamika kwamba maisha ni magumu, wazee wao wanawezaje kujipambania katika hali kama hii? Na unaposema mambo yamebadilika, ili hali tunaona vituo vya kulea wazee ambao wamesuswa na wapendwa wao na watoto wao vikiwa vinaongezeka, si kwamba hali inazidi kuwa mbaya kwa wazee? Yes, naona sitakupata vizuri. Anasema unavyosema mambo yanabadilika na ni kama yanaimarika kwa wazee, ili hali tunaona hali ya kiuchumi, hata vijana wenye nguvu wanalalamika na vituo vya wazee vinazidi kuongezeka. Sio kwamba mambo sasa yanazidi kuwa mabaya kwa wazee? Aha, labda nakupata kwa tabu. Ukimaanisha kwamba changamoto za wazee bado zinakuwa nyingi, ama sijakuelewa vizuri? Ya, namaanisha hivyo. Aha, ndio maana nimesema tuna mabaraza ya wazee ambayo yanacheza nafasi kubwa katika kuhakikisha kwamba wazee wanasikilizwa na wanaweza kutatua changamoto zao wenyewe. Okay, basi tutarejea kwako sauti ikikaa vizuri. Naona hata mimi sikupati vizuri. Ngoja wataalamu wetu waweke sawa sauti, tutakusikiliza vizuri hapo. Basi turudi kwa bibi yetu hapa. Kabisa. Bibi, watoto wakishindwa kuwatunza, pengine lawama pengine ni sawa, lakini hii si kuwatupia lawama pia wazee wenyewe kwamba walishindwa kujipanga, na pengine huo ndio ukweli, wazee hamtaki kukubali, mnajificha katika kuwalaumu na kusema vijana mnawatupia laana au mnawasemea maneno mabaya. Sio kwamba wazee wenyewe hawakujipanga, si walijua maisha yapo na yanapaswa kuendelea? Walijua maisha yapo, lakini tukirudi nyuma, kumbuka huyu mzee ndiye alimpambania huyu mtoto, na wazee wetu wa nyuma hawakuwa na mali nyingi za kutisha. Ilikuwa ni kilimo na kujikaza kwa vitu mbalimbali. Alikuwa na shamba ndilo anauza kumsomesha mtoto. Alikuwa sijui na kilimo kingine kama analima miogo, migomba, akikata ndizi ndio inaenda kumtunza. Vitu vya namna hii. Kwa hiyo kusema kwamba walishindwa kujiandaa, mimi nakataa, silikubali. Hawakushindwa kujiandaa walio wengi. Uwezo wao hawakuwepo. Na ukitizama sisi tuliosoma wakati wa Mwalimu Nyerere, sisi tukiwa kazini na kadhalika, tulikuwa tumefuata sana swala la ujamaa na kujitegemea kwa matamko ya Mwalimu, kwamba uruhusiwi kuwa na nyumba ya kupangisha, uruhusiwi kupata mishahara miwili, uruhusiwi na vitu vingi hivyo, na tulizingatia, na ndio sababu tumeishi kama tulivyo na bado tunaonekana kama tulivyo. Hatukuwa na tamaa ya kudokoa, hatukuwa na tamaa ya kujiwekeza. Kwa hali hiyo tukaishi hivyo na tulikuwa tunatosheka katika maisha kama hayo. Kwa hiyo lawama kuiweka kwa hiyo sijakubaliana. Labda itatokea kwa wachache, lakini na kwa wachache hao watakuwa wameshindwa kwa sababu ya kutokuwa na elimu ya kujiandaa. Sawa sawa. Bibi, wakati unamlea mtoto kuna alama au viashiria ambavyo huwa mnaanza kuviona. Unagundua kabisa huyu mtoto anaweza akaja kuwa mwanajeshi huyu, kwa sababu anaonekana anapenda kufanya zile kazi ngumu, ana nguvu pale nyumbani. Huyu anaweza akaja kuwa na, yani hivyo, ana viashiria fulani. Mzazi unapoanza kumlea mtoto unaona anaweza kuna namna yoyote unaweza ukaona kwamba huyu anaweza baadaye akaja kututelekeza uzeeni? Kuna namna yoyote ya kumtengeneza kwamba mtoto awe yeye mwenyewe, sio kwamba anawahudumia ili asipate laana, lakini anawahudumia kwa sababu ya upendo na anakuwa anafurahia ni kile kitendo cha kuhudumia? Kuna namna yoyote tunaweza wazazi wakawaandaa watoto katika kumlea ili aweze kuwatunza baadaye? Awe na huo moyo wa huruma. Au huenda hakuona kama wewe bibi haukumhudumia bibi. Sio kama kuna sehemu hapo kuna ombwe. Upungufu upo
Kwa hiyo tunatakiwa tuwaambie watoto wetu upendo kwa wazazi, kumfundisha kitoka akiwa mdogo, upendo kwa wazazi wake, ukaribu, kumhudumia. Yani anaambiwa tangu akiwa mdogo namna ya kumpenda mzazi wake hata katika mambo madogo madogo. Lakini usipofanya hivyo na wewe labda unaonyesha tabia nyingine kwa wakwako wengine, inaweza ikawa tatizo la kianzio kwa huyo tunayemwandaa. Kuna dalili zinaonekana kama mtoto huyu anaweza akamtelekeza mzazi uzeeni? Wakati zinaonekana, lakini wakati mwingine kwa sababu wazazi wengine hatuna muda wa kuassess watoto wetu wanaelekea wapi. Nadhani walio wengi hatuna hicho, ila sasa hivi nashukuru taifa linaanza kutufundisha tuende huko, lakini mwanzoni kumstadi mtoto ametoka shule, kumfuatilia anakaa na wenzake ili kuona tunategemea nini baadaye. Kwa watu wengi hilo alikuwepo. Jonas, Mr. Ligonje, Naam. utuambie kwa sababu kama watoto ambao wengi wamelelewa na kizazi hiki ambacho kina taratibu kinaondoka, wanashuhudia wao wakitelekezwa. Vipi sasa hiki kizazi kinachotelekeza, wao wanapaswa kufahamu nini? Kwamba wanapolea wasije wakatarajia hisani, kwa sababu watoto wengi hasa hawa generation Z kwenda mbele, ukiwasikiliza mambo ya kulea wazazi, anakwambia kama hajiwezi ataenda kituo cha kulelea wazee, sisi tuna mambo mengine. Hawa wazazi wa sasa hivi wanaweza wakajipangaje ili isije kaa sasa ni taifa la kutupiana laana sasa? Asante. Moja, tukirudi miaka ya nyuma, inawezekana kama anavyosema bibi, mbali na kwamba walikuwa wanashiki jamii ile kizalendo zaidi, lakini pia miaka ya nyuma taarifa nyingi walikuwa wazipati kama tunavyozipata vijana leo. Kwa hiyo kwa umri wetu huu, miaka 10, 20 ijayo, bado tunakukuta huna hela na ulikuwa na accessibility ya kupata mshahara au biashara zako zinafanya vizuri, ni uzembe wako mwenyewe. Watoto wasipowajibika na wewe, wacha ile kwako, kwa sababu sasa hivi tuna fursa nyingi. Upo kwenye ajira, wengine atasema mshahara wenyewe ni mdogo, lakini fursa za uwekezaji ziko nyingi. Kwa sababu gani? Unaweza ukawekeza kwenye mifuko ya uwekezaji ya pamoja. Kianzio cha chini kabisa iliyopo ni shilingi 10,000. Anza kuweka kidogo kidogo. Lengo ni nini? Unatengeneza pensheni mbadala. Na ndio rai yangu mimi mara nyingi nikizungumza na vijana wenzangu, kwa bwana, tujipange sisi wenyewe. Mtoto akija kufanikiwa kwa akakusaidia it's okay, lakini asipokusaidia usiwe mzee wa kutoa laana, kwa sababu sisi tuna accessibility ya kupata taarifa kiganjani ya fursa mbalimbali, kwa maana ya masoko ya mitaji na dhamana. Sasa kwa mazingira hayo, tukijaribu kuangalia tunakokwenda, inawezekana pakawa pabaya zaidi. Kwa sababu gani? Leo hii tuchukulie mfano sisi tulioko Dar es Salaam, unakurupuka nyumbani saa 12 alfajiri, unarudi watoto wamelala. Yaani unaondoka inawezekana bado wamelala, unarudi wamelala. Unawaona either Jumamosi au Jumapili. Kwa hiyo maana yake ile bond ile haipo. Usitegemee eti umefika miaka 60 ile bond itawepo tena, hasa kwa sisi wanaume. Si ndio? Mama angalau kidogo atakuwa nao pale nyumbani. Na ndio maana yapo yanatokea, unakuta watoto wakienda kuwatembelea wazazi, mama anapewa cha kwake pembeni baadhi, alafu baadaye wakikaa wote sitting room kinatolewa chapa moja pale mezani, si ndio? Lakini mama kapewa zaidi. Kwa sababu gani? Watoto wanaamini mama ndiye aliyekuwa kila kitu, ule ukaribu aliokuwa nao. Kwa hiyo hayo yapo. Tunakokwenda inawezekana pakawa pagumu. Kwa hiyo Devi, mjukuu hapa, tujipange sisi wenyewe. Wakitusaidia ni sawa, wasipotusaidia maisha yaendelee. Usiwe mzazi wa kutoa laana na wakati uwezo wa kujitengenezea kesho ulikuwa nao. Ligonje tusaidie. Tushikilie, kuna mtazamaji. Okay. Habari za muda huu, karibu sana na uchangie hapa. Kuwahudumia wazazi hisani au ni lazima? Kwanza kwa jina naitwa Midei. Ndio. Kutoka wilaya ya Chingwea. Karibu sana. Kuwahudumia wazazi ni moja ya familia kama familia nyingine.
wazazi kiukweli hawapasi kutupwa mkono kama ni wazazi. Kumbuka hao wote ambao wanapenda kula maisha, kula bata, yani ni utovu wa nidhamu tu kuto kuwajali wazazi. Mimi nampongeza sana huyo bibi ambaye amekaa hapo ndani ya dini na akaongelea juu ya wazazi. Yuko sahihi na maelezo yake ambayo anayoongea. Kwa hiyo nimependa sana hiyo. Kwa wale ambao wanakula bata mjini na kumoja kutokuwa na nidhamu katika maisha ya binadamu. Kumbuka wazazi ni kama familia, yani kama mtoto wako wa kwanza, kama ulivyokuwa wewe mtoto wa kwanza na amekulea, amekuweka tumboni au wamekuweka tumboni, wamekusomesha na ukapata maisha. Mpaka hapo, je, mzazi ana umuhimu? Kwa hiyo yale malezi yote tunamkopesha mtoto. Kwa hiyo malezi yote ya wazazi yanamkopesha mtoto. Mzazi naye alikuwa na ujana wake, hakumshirikisha mtoto, lakini hakuwepo kwenye ujana wa mzazi. Ni sawa, lakini kumbuka hata mimi natakiwa nimlipe mzazi kwa kile alichokinitendea. Nitakapomdharau mzazi kwa kile alichonitendea, basi nitakuwa simtendei haki mzazi wangu. Yule ni mzazi, kumbuka ni mzazi bwana. Lakini sio jukumu langu bila mzazi. Ila sio jukumu langu. Yeye ndo alinileta mimi duniani, sio mimi niliyemleta yeye. Kwa nini anageuka tena kuwa jukumu langu? Ni sahihi. Ni sahihi kuwa na jukumu langu. Kama yeye alinikopesha, basi na mimi natakiwa nimlipe. Kwa nini anikopeshe? Mimi sikuomba. Wamenileta duniani bila mimi kuwaomba. Walinileta kwa sababu wanajua wanamudu maisha. Kwa nini wananikopesha tena malezi? Ndugu mtangazaji, japo sasa mtakuwa unakosea kama wewe umo na watoto, basi kumbuka na wewe utende haki kwa mzazi wako. Wasalimie na Chingwe. Bibi, kweli mzazi anavyojitoa, kwa sababu wazazi wengi anakuambia mimi kwa sababu sijafika sehemu fulani, mfano sijafika chuo kikuu, natamani wanangu wafike chuo kikuu. Sijaweza kufungua kampuni, natamani nitembelee maofisi ya makampuni au nione wanangu wakiendesha magari. Vile mnavyokuwa mnatamani kuona wanenu wanapiga hatua kubwa zaidi kufanya vile, kwani ile mnakuwa ni kama mnataka yale mambo yarudi kwenu. Ni kama nyewe mnataka kuona maisha yenu mazuri kupitia jitihada za wanenu. Yaani mnataka kurejeshewa fadhila, faida, kunufaika, kutambulika, kuwa kipaumbele, ama mnataka nini? Nadhani wazazi tunapokuwa tunafanya hivyo, siwazi kwamba nije nifaidike. Hiyo haimo. Ni kwa sababu nampenda huyu mtoto wangu aendelee, nimuone na maisha mema. Ndilo wazo ambalo mimi nafikiria watu wengi walilonalo, lakini kusema kwamba anafanya kwa mawazo ya kwanza kwamba awe vizuri ili aje anihudumie, mimi kwangu silioni. Ni upendo, ni mtoto wangu, ni mwanangu ambaye ni sehemu yangu ya maisha, ni familia yangu. Na kwa vile mimi sikupata muda wa kusoma, sikupata muda wa kuenda kupata cheo wazifa alionao, lakini mimi ningependa mtoto wangu nione amepata cheo, amesoma vizuri, anakubalika katika jamii, anafurahia, alafu sisi wote tunafurahia jamii yetu yenye furaha. Mimi ndicho nawaza. Messi, Igonja alituacha katika dilema. Akasema sasa amekubali kwamba watu wanapaswa kuwajibika kuwatunza wazazi. Yaani iwe ni lazima, isiwe swala la hiari au ihsani. Lakini akasema kwa kizazi hiki, kwa kizazi kijacho, pengine itakuwa sio swala la yani hakuna haja ya kuwalaumu. Kwa nini unaona sasa hivi ni sawa kuwalaumu wasiowatunza wazazi wao, ila kizazi kijacho
tusiwalaumu wakati iliali ndo mchezo ule ule. Tena wamesomeshwa shule za gharama kuliko. Tena wamesoma shule za gharama kuliko. Mzazi anawekeza milioni 10 kwa mwezi, kwa mwaka. Ampe elimu mtoto. Yes, nimesema hivi kwa sababu turudi kwenye taarifa. Nimesema kwamba miaka ya nyuma ambayo bibi walikuwa wanakuwa, taarifa nyingi walikuwa hawana. Anaambiwa usiwe na nyumba ya kupangisha, usiwe na mishahara miwili na mengine mengi, si ndio? Lakini leo hii tuko huru. Yaani upo kwenye ajira lakini bado watu wana side business. Mtu ana duka lake, labda kuna rafiki wangu mmoja yeye mbali na ajira lakini huwa ni dereva. Kwa hiyo akipata nafasi Jumamosi kama hivi, mtu labda anataka kwenda Dodoma, hataki kuendesha gari yeye mwenyewe, amuendesha, anampeleka. Kwa hiyo maana yake una kipato unapata huku na huku. Sasa kama unapata kipato huku na huku, mazingira yako huru na unaruhusiwa kuwekeza maeneo mbalimbali kutokana na taarifa nyingi tunazipata kiganjani, si ndio? Kesho na kesho kutwa tunaamini uwekezaji ambao umeufanya utakuwa umetengeneza ukwasi. Kwa nini uanze kuwalaumu hawa jamaa? Lakini pia kutokana na ubizi tulionao leo, wengi hatuko karibu na watoto. Tuchukulie miji mikubwa, hatuko karibu na watoto. Sawa Ni Jumamosi, Jumapili. Mara nyingi mimi kwa mfano niko Dar es Salaam. Jumapili mara nyingi huwa natamani sana kushinda nyumbani, ili angalau nipige story na watoto wangu. Tutaenda kanisani pamoja, tutarudi, nitakaa nyumbani, tutakula wote. Tena tuna kawaida kukaa kwenye mkeka hivi mnakula. Si ndio? Angalau ile bond ndio maisha ambayo walikuwa wanaishi hao. Kwa mtindo huu upendo utakuwepo. Na ndio hata hawa zamani ilikuwa hivyo. Yaani mtoto tu yeye mwenyewe ameamua kukengeuka, labda ni ushamba sio mjini hapa ameingia na nini, lakini hawa zamani walikuwa na bondi sana na watoto wao. Tofauti na sasa. Ndio maana nasema huko mbele sisi itakuwa ngumu sana wale jamaa kuwapigia simu hata kupokea. Inawezekana akaangalia asema huyu naye ananisumbua bwana. Si ndio? Na ukitoa lana wala ile lana haitafika. Lana zijazo hazitakuwa zinafika. Hazivuki bahari, haivuki mkoa. Kwa sababu taarifa tunazo tuzifanyie kazi. Sasa tuna maoni pia ya watu waliotuandikia mtandaoni na tuna ambao tumezungumza nao huko mikoani. Tuna mwandishi wetu kutoka Singida Deus Luganga amezungumzia pia na wakazi wa Singida juu ya swala hili la kuwatunza wazazi. Tupate nafasi ya kuwasikia. Mzazi kumtunza mtoto ni lazima, ila isiye kuwa mtoto kumtunza mzazi ni hiari, sio lazima. Kama una uwezo wa kumpa kilicho nacho mpe, kama huna sio lazima. Na wazazi wasitarajie kuzaa ili waje walelewe, na watoto watarajie kuzaa ili wale watoto. Kwa swala la kulea mzazi kulelewa na mtoto sio jambo jema na hakuna busara ndani yake. Mtu apewe kwa mtoto kama anaweza atoe kwa uwezo wake kumpa mzazi wake kama anacho. Kama hana sio lazima. Na wazazi msitarajie kulelewa na watoto, maisha magumu, karne 21. Mambo ni mengi. Zaa mtoto, mlee, sio zae mtoto akulee. Sio wajibu wa kijana kumtunza mzazi wake. Kwa nini? Mzazi kama ulishindwa kumlea mtoto katika kutekeleza majukumu yako, kijana pia itabidi kuna wakati anawajibika kutokufuata maadili kumtunza mzazi wake. Lakini wajibu wa msingi kabisa ni wa mzazi kumlea nani? Mtoto wake. Hivyo kama mzazi alishindwa kumlea mtoto labda kwa sababu za msingi ambazo zilikuwa nje ya uwezo wake, mimi nafikiri kijana pia una wajibu wa kumlea mzazi wako. Yaani sahihi. Sasa kwa nini usimtunze mzazi? Na aliyakuwa yeye amekutunza, amekugharamikia, amekusomesha, amekufanyaje vitu kadha wa kadha, inakuaje wewe usimuone mzazi? Ni lazima walaumiwe. Huo ni wajibu wake wa kumtunza mzazi. Hata huo na familia kiasi gani. Tayari ameshakuwa ni mzee, hana uwezo, unaona. Nguvu zimeisha, kwa hiyo ni lazima kumtunza mzazi. Na shauri vijana, na mimi nikiwa mmoja wapo, tuwatunze wazazi na walezi, tuangalie kwa karibu sana. Sio sahihi kutokana na wazazi wengi hawajawatengenezea watoto wao maisha au misingi ya kuja kuwafanya wao ndio tegemezi wao. Waanze kutengeneza kwanza misingi ili baadaye ndo waje waanze kutegemea kwao, wasaidiwe na watoto. Sio wategemee misaada ikiwa bado hawajawatengenezea misingi. Ilikuwa ni jukumu lake ikiwa mdogo, nikiwa mimi sijitambui au mtoto ajitambui akiwa mdogo, ni jukumu lao wewe kumtunza mpaka akue, na atakapokuwa amekuwa mkubwa na nitakuwa mtengenezee misingi ya kuja kutengeneza maisha pia ili akulinde na wewe. Kwa sababu mzazi
alikuleta duniani, amekulea kuanzia ukiwa mdogo mpaka ukajitambua. Kwa hiyo inapofikia muda inabidi na wewe muangalie mzazi, japo huwezi kulipa yote aliyokusaidia wewe yeye. Kwa hiyo ni sahihi kwa kijana kulaumiwa kutomtunza mzazi wake. Natoa wito kwa vijana wasilipe visasi kwa wazazi, kwa sababu kuna baadhi ya wazazi hawatengenezei misingi watoto wao, ndio maana wanakuwa hawawatunzi. Shukrani sana wakazi wa Singida, na hapo wametupatia pointi moja ya muhimu sana tulikuwa tumeisahau. Mzazi ametengeneza msingi wa huyu mtoto kufanikiwa kwenye maisha. Kuna mtoto bibi amepambana mwenyewe kuanzia yupo shule ya msingi, anapambana sekondari, anafanikiwa kwenye maisha. Alafu anasema nikarudishe tena kwa mzazi, haiwezekani. Naomba mzungumze neno kulingana na hili. Hapo inategemea. Kwa mtoto ambaye unakuta amejipambania mwenyewe, mtoto akafanikiwa, asipomwangalia mzazi kwa jicho zuri, wala hatuwezi kumlaumu, kwa sababu kajipambania mwenyewe. Kwa hiyo iwe tu yeye mwenyewe aguswe kwamba ngoja nimsaidie, si ndio? Lakini asipoguswa, watu wanasema bwana ana haki, kwa sababu mzee hakuwajibika kabisa na huyu kijana, hakumtengenezea mazingira. Lakini kuna wale ambao unakuta mzazi amepambana, jasho, damu, yani kapambana mpaka mtu amefika alipofika. Nakumbuka mimi wakati naenda form 5, mambo yakuwa mazuri sana kwa baba. Lakini akaniambia, mzee, amini mtoto wangu, kusoma utasoma, tutauza mpunga, tutafanya hiki, na kweli. Na vingine nilifanya mwenyewe kwamba chukua mpunga naenda kauze sehemu fulani, tukusanya ada uende. Si ndio? Niambia kwa mazingira kama haya leo hii mimi access ya 500,000 milioni ninayo, nashindwa kumtumia 50,000, nitakuwa stendi haki. Hata kama sio lazima, lakini wewe mwenyewe tu huko ndani na kugusa kwamba bwana ngoja nitume 20,000, 30,000, 50,000. Bibi, unazungumza nini hapa kwenye wazazi kuwatengenezea msingi watoto wa maisha? Mzazi kutengenezea msingi mtoto wa kufanikiwa, kuchonga barabara, kwa yule ambaye hakushiriki kuchonga barabara ya mtoto, naye ahudumiwe. Ambaye alishindwa. Labda tutizame alishindwa kwa nini? Maana mwingine hakuwa na uwezo. Kuna wengine wana utamaduni wa kimaskini katika familia. Sasa unategemea mtu wa namna hiyo atafanyaje? Kama alishindwa kwa hali hiyo, bado huyu mtoto aone kwamba huyu ni mzazi wake. Mzazi ni mzazi, lazima amtunze. Kwa bibi anamaanisha kuna watu kwenye familia ni game changer, yani wewe ndo umekuja kama nyota ya nyota njema asubuhi. Usimlaumu kwa kuwa hakuweza kuhudumia, hauwezi jua, kwa sababu unajua kipato, umaskini na fedha huwa vina mizizi kutokea chini atatoboaje? Amina. Haiwezekani. Haya, tusome ujumbe wako hapa na tutapata nafasi ya kuzungumza na Sara kama mtandao utakuwa umemrejesha. Tupate ujumbe wa kusoma, tupate muda wa kusoma ujumbe wako hapa haraka, lakini pia tunaweza tukapata nafasi ya kwenda kumsikiliza mwenzetu John Kasembe amezungumza na mmoja wa wakazi wa Mtwara. Karibu John. Kwa majina naitwa Mohamed Sinani, ni mkazi wa Mtwara Manispaa. Kuhusu swala la kutunza wazazi au walezi wetu, tunaweza tukasema ni vyema kuwatunza wazee au wazazi wetu waliotuzaa. Na tukilaumiwa ni sawa sawa, kwa sababu ni wajibu wetu sisi kama wa vijana kuwatunza wazee. Kwani wazee wetu walitutunza, tumezaliwa, tumelelewa, na hizi ni tamaduni zetu sisi wa Afrika au wa Tanzania. Katika maisha ya kawaida ni kwamba wazee wakifika umri fulani wanakuwa hawawezi kujitafutia riziki, kidogo mambo ya kazi wanakuwa wastaafu. Lakini tumekuwa sasa hivi kuna utamaduni wa kimagharibi wa kuiga kwamba wazee wanafika umri fulani kama Ulaya wanapelekwa katika sehemu za kulelewa, watu wazima wanalelewa pale. Lakini sisi kwa maadili au kwa mila na desturi na tamaduni zetu wa Afrika au wa Tanzania hususan, ni jambo la ajabu kufanya vile vitu. Sisi si mila zetu, si tamaduni zetu, na hata katika vitabu vya dini zetu, dini tunazoziabudu zinatuelekeza tufanye. Kama mimi na declare interest for sure, ni Muislam, dini yangu inanielekeza ni kama katika vitu ambavyo inatakiwa nivifanye ni kupata radhi za wazee wangu. Radhi za wazee wako unazipatika vipi? Ni kwa heshimu, lakini huwezi kumuona mzee wako anaadhirika, anapata matatizo, ana shida, na yeye hana uwezo wa kujitafutia riziki. Lazima wewe kama kijana inabidi uwajibike, umtafute mzee wako
riski, ana maradhi, basi umpeleke hospitali. Huduma zile za kibinadamu inabidi umfanyie mzee wako. Ndio utamaduni tuliojiwekea na ndio utaratibu wetu sisi wa Tanzania. Haya, anasema nje utamaduni. Kwa hiyo yeye ameamua kuangalia kwa upande wa utamaduni, lakini upande wa dini. Nadhani Mercy anazungumza kiutamaduni kwa sababu miaka ya nyuma na pengine katika maisha ya Kiafrika historia ya kuwa na vituo vya wazee ni ya hivi karibuni. Yani hata ukiangalia misamiati ya vilugha vyetu hakuna kituo cha kulelea wazee. Hatuna jina. Kwa hiki ni kitu kigeni kama unavyoona msamiati digital ambavyo tulikuwa tuna wazee tunawalea wote, tunakuwa wote taratibu. Sasa tutakuja kuzungumza hapa kipi kimetokea hadi tumefika kabisa. Huyu anasema Mohamed Kumeja Ugogoni na Chingua anasema kwa hudumia wazazi ni lazima kama ukijitambua. Huyu anasema naitwa Ansense, tuungane kuwasaidia wazee kwani nguvu walizonazo si nguvu za ujana, hivyo tutoe fungu la 10 kwa kuhudumia wazazi. Yupo Dodoma Ihumwa. Huyu anasema anaitwa Kuwa Ali kutoka Katavi, anasema baada ya Mungu ni wazazi au walezi. Ukiona mtu hajali kuhusu walezi, hata Mungu hawezi kumjali pia. Asante sana. Saidi Mohamed kutoka Bukoba anasema kutunza mzazi si lazima kwa mtoto mwenye mapungufu ya akili, lakini kama wewe una akili timamu basi lazima uko pale pale. Kwa hiyo wewe jipime tu. Jipime na akili timamu au na mapungufu. Ni mtazamo wa mtu, sije tukatafutwa. Kabisa, dakika zetu zinakimbia kwa kweli. Tunaambiwa Sara amerejea. Sara tunaambiwa mtandao umekaa sawa, umetukatili hatuja kupata vilivyo, lakini si haba. Sara, labda kwa sababu wewe unahusika katika haya masuala ya Save Elders, kuwatunza wazee, kuzungumza nao, wazee wanasema nini? Tumefikaje hapa kiasi kwamba tunakuwa na idadi kubwa sasa, ongezeko la vituo vya kulelea wazee, lakini tunashuhudia vijana watunzi wazee kama miaka ya nyuma. Tumefikaje hapa? Asante. Mina kwa mchango ambao nafikiria ni sahihi kwa sasa, kwa sababu nijaribu kusikiliza pia watu wengine wakizungumza hapo studio. Mimi nafikiria tunapoelekea kwa sasa ni kwamba malezi yamebadilika na kila mtu anajitunza. Yani kiufupi tunasema kila mtu anapambania kombe lake. Kids, watoto sasa hivi wanatumia teknolojia kujifunza baadhi ya vitu, lakini sisi zamani au wazee wa zamani walikuwa wao ndio wanatufundisha baadhi ya vitu kupitia hadithi na story mbalimbali. Kwa sisi kama Save Elders Tanzania tunajaribu kurudisha lile gap ambalo lipo kati ya vijana na wazee, na tuna program mbalimbali ambazo tunasema zinaitwa intergenerational approach au intergeneration program, ambazo zinawarudisha sasa vijana na wazee waendelee kufanya kazi kwa pamoja na kusaidiana. Kwa hiyo sasa hivi vituo vya wazee ndio vipo, lakini unaweza kukuta hata vijana wenyewe hawana muda wa kwenda kuangalia wazee. Wao wanachofahamu ni wao kupambania wao ili wakatapokuja kuzeeka baadaye wawe wazee ambao hawatakuwa wanalia shida au wanaona kwamba wametengwa na familia zao. Lakini kingine mimi nafikiria ni ugumu tu wa maisha. Mbona kuna wazee wengine bado familia zao zinawajali na zinawategemea, yani wazee ambao wengi wao labda waliweza ku make up, wazee ambao ni matajiri mjini, familia bado zinawajali kwa sababu wao ndio wanaoendesha hizo familia. Lakini wazee ambao tunazungumzia hapa ni wale wazee ambao wana hali ya chini, ambao bado wanapambana, yani maisha yao wao ujana wao ulikuwa ni wa shida, na leo hii wanaleta lawama au wanaleta complain kwa vijana kwamba tuangalie, kwa sababu pia ujana wao inawezekana hawakufanya wanavyotakiwa. Kwa hiyo mimi nafikiria hapo kuna namna nyingi ambazo tunaweza tukaziweka ikawa inaeleweka aina gani ya wazee tunaoangalia, wazee ambao wana uhitaji ama wazee ambao wameweza kufanikisha katika maisha yao. Ndio. Na Sara, kwa sababu wewe ni kijana, utueleze pengine kwa vijana mnavyozungumza, kuna umuhimu kiasi gani mtu kuwasaidia wazee wake ama walezi wake? Yani tuachane na mambo mengine ambayo yanaweza kaa yamesababisha hali kuwa hivi, lakini kuna umuhimu gani labda? Mimi nafikiria kuna umuhimu wa kusaidia hawa wazee. So lazima wawe wazee wako, hata wazee ambao wapo katika jamii ambao unatokea. Kuna wazee wana shida ndio. Kwa hiyo kuna umuhimu kwa sababu kama binadamu inabidi tusaidiane. Sasa unapokuta kwamba wana uhitaji, mimi nafikiria tunatakiwa kujitahidi kuwasaidia ili waweze kuondokana na umasikini na hali ngumu ya kimaisha wanaopitia kwa sasa. Asante Sara Lamba, na tunaona muda sio rafiki. Tukushukuru hivyo kwa muda wako kutoka Oxford. Salamu nyingi hapo. Tunaendelea na Hello Weekend hapa studioni kwa sababu muda nao sio rafiki.
Tupate wito wako bibi, na pengine kwa sababu unazungumza na wazee ambao wanasaidiwa na wazazi nyumbani, wanajisikiaje na wanasema nini juu ya watoto wao? Wazee wanaosaidiwa kwa kweli wanashukuru sana. Na ni ajabu, unaweza ukakuta kwamba mzee mwingine amezaa watoto wengi lakini hasaidiwi. Lakini mwingine amezaa watoto wawili au mmoja, unakuta anatunzwa. Kwa hiyo wazee wanaosaidiwa kwa kweli wanamshukuru Mungu na wanawaombea baraka watoto wao. Na mimi ambacho naweza kuomba kwa vijana kwa kweli wawapende wazazi wao, wawaheshimu, wawasaidie. Hata kama ana familia kubwa, anapofanya bajeti ya kutunza familia, aongeze na jumla ya wazee wake katika bajeti hiyo, wazee wasikwame. Alafu waangalie vijana waangalie kwamba wasiwafanye wazee kukasirika. Jonzi la mzee likibaki moyoni litamrudia katika maisha yake. Akwepe hiyo. Lakini kwa kumalizia niseme na upande wa serikali, pamoja na kwamba tunalainisha kwamba watoto sio lazima kutunza wazee, lakini sisi wazazi tunalazimika na serikali kutunza watoto. Kwa hiyo mimi naitaka serikali kama mzee watunge sheria ya kuwabana watoto wasiotunza wazazi wao, kama vile sheria inavyowabana wazazi kutotunza watoto wao. Asante sana. Itakuwa nzuri. Lakini pia sio serikali nayo ndio iwajibike, kwa sababu mtu hadi amekuwa mzee na miaka 90 na maana ameitumikia taifa. Ameitumikia taifa. Yeah. Sio kwa sheria pia nako katoe ruzuku kwa wazee. Kawepo kwa sheria kwa serikali kutoa ruzuku kwa mzee. Yaani mtu yote atakayefikisha miaka 80 basi yawe anapata mzee miaka 60. 60 bado. Amna. 60 wana nguvu kabisa. Mamangu akinisikia. Si ndio? Unasema? Nasema kwenye hiyo serikali kuangalia mtoto ni lazima amhudumie mzee. Ikiwezekana wanavyokata zile NSSF iwepo na ya wazee wako ikatwe. Lakini pia serikali nayo inaweza ikaangalia namna ya kuwapa ruzuku wazee. Iwe na jukumu ya kuwapa ruzuku wazee wanaozeeka. Taifa kwa miaka 30 40 apewe ruzuku yake, sio? Wanaofikisha kwa mfano kama mimi hapa sina uwezo na miaka 90. Sina uwezo wa kufanya hili, sipati posho, sifanyi nini, ni mtu wa kula kusubiri kufa. Nikiugua sina mtu wa kunitunza. Lazima serikali iweke utaratibu wa kuhakikisha inanitunza kama nchi za wenzetu. Kwa mfano hapa Tanzania, Zanzibar wanapewa pension. Sijui kama mnalijua hilo. Nafikiri ni mwaka wa 3 au wa 4. Walianza na shilingi 20, baadaye wakafanya 50. Sasa hivi wamefanya 100,000. Mzee kupata 100,000 kwake ni kama alivyokuwa anasema huyu, anaiona ni maana sana, na ataitumia kwa kuiheshimu mpaka itamfikisha mwezi mwingine na inampa heshima. Kwa hiyo Tanzania yetu bara ihakikishe na yenyewe inatoa pension kwa wazee wake. Asante. Ligonja, unasemaje? Yes, kikubwa ni kwamba vijana ambao tumefanikiwa kwenye maeneo mbalimbali, haijalishi kwa kiwango gani, tuwakumbuke wazee. Sawa, sio lazima, lakini wakumbuke. Yani uone wewe unawajibika kuwasaidia wazee wako. Lakini pia sisi vijana sasa tusijisahau, yani kwamba ponda mali kufa wakaje. Ndio? Jipange na wewe, kwa sababu uzee wako na wewe unakuja. Kama hutojipanga leo hii vizuri, kwa maana ya kuwekeza maeneo sahihi, kufanya vitu ambavyo vitakusogeza, kesho vitakupa ukwasi, tutaona na wewe hapo baadaye utakuwa unapiga simu haipokelewi, unaanza kutoa laana kwa watoto wako. Kwa hiyo jipange wewe mwenyewe ili kesho na kesho kutwa yako iweze kuwa nzuri. Lakini pia usitupe lawama sana. Yaani yule mtoto ambaye anasema bwana baba achana naye. Kuna wazazi wanapambana sana. Lakini unakuta milango haikufunguka. Kwa hiyo mwisho wa siku mtoto akajipambania mwenyewe naye mpaka akafika alikofika. Lakini sio kwamba eti mzee alikuwa tu mlevi na nini. Kuna wengine unakuta alipambana sana. Lakini ndio hivyo. Kwa hiyo inawezekana fungu lake ilikuwa bado mpaka wewe unamaliza chuo ilikuwa bado. Kwa hiyo mwisho wa siku wajibika. Asante sana, tunashukuru sana. Tulikuwa nao wageni wetu Charles Jonas Ligonja, huyu mshauri mwelekezi wa mbinu za kustaafu au author retirement consultant, na Bi Clotilda Isidori Kokupima, muasisi na mkurugenzi mkuu mtendaji wa Endeleza Wazee Kigoma,
bibi yetu ana miaka 90. Nadhani bila shaka tumevuna busara za kutosha. Naye Sara Lamba, mdau wa masuala ya kijamii, pamoja nawe ambao umekuwa pamoja nasi. Mimi ni David wa Karungi, lakini tumeona hapa kwenye kusaidia wazazi kuna mchezo wa laana na neema. Kwa hiyo usicheze mbali bwana. Nami ni Verox Mbaya. Asante sana. Jumamosi ijayo tutazungumza nini? Endelea kusalia na sisi.